Moja ya taasisi ambazo zimepewa heshima kubwa ni taasisi ya VETA. Kiasi kwamba hata leo chuo chochote kikija leo, sidhani kama kinaweza ikawa reputable to the extent ya kuizidi VETA. Anayeweza kufifisha thamani, muonekano na kila kitu kuhusu VETA ni ninyi watumishi wa VETA. Nadhani jambo la kwanza, tuendelee kuwa washauri wazuri. Na mimi kwa sababu pia nakuwa na mheshimiwa waziri mara kwa mara, majengo yote ya mkoa wa Dar es Salaam tumekubaliana haya taasisi, kwa sababu ya ufinyu wa eneo, majengo haya kuanza kuyajenga kwa njia ya magorofa. Ni bora mkao mna one building ambao ni stand alone lililo kwenda juu, na madarasa mengine yote yakawa hapo na watu wakaanza kufanya kazi, na maeneo yote yakawa reserved. Kwa sababu majengo haya, fuateni mfano wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni plan ya miaka mingi sana, tena ikiwezekana hata kabla mkoloni, miaka hiyo. Lakini ukienda leo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mpaka leo, ukienda maeneo ya kule Changanyikeni, ukienda maeneo ya kule Msewe, bado kuna maeneo mpaka leo yako reserved not less than 50 years after. Kwa hiyo na sisi hapa kwenye haya maeneo, ukijenga hapa mwisho wa siku utakuja kuanza kuyabomoa. Kwa hiyo itakuwa ni wastage of resources, wastage of financial resource na vitu vingine. Lakini jambo la pili, majengo haya kwa yaliyokamilika, eneo hili mnatakiwa tena kuanza kufanya usafi wenyewe kwa gharama. Hii ni sawa na nyumba iliyokamilika kidogo na kutokuwa na watu. Ningeshauri mfanye kila linalowezekana mwaka wa fedha huu kabla hujaisha, mwezi wa 7 mwakani, mchukue wanafunzi hata wachache ambao watafanya kazi hapa ya kusoma. Itakuwa ni appetite tena kubwa ya kwenda, itakuwa ni kama ni catalyst ya kuyamaliza yaliyobaki. Lakini kuna kazi zingine zitafanywa na hata wao, moja ikiwa ni masuala ya usafi na hata masuala ya ulinzi, na hasa nyakati za mchana. Lakini jambo la tatu, Tanzania leo inajiegemeza kwenye elimu ya amali, kwa maana ya elimu ya vitendo, ili watu waweze kupata skills. Wanafunzi wanaomaliza VETA leo, ajira zao ziko nyingi sana kuliko pengine hata wanafunzi anayemaliza chuo kikuu. Hii ni kwa sababu huku tuko kwenye tertiary schools ambazo watu wanapata yale mafunzo ya ujenzi, uchongaji, ushonaji, vitu ambavyo ni practical kila siku. Kwa hiyo nitoe ushauri kwamba ni muhimu sana sasa kuanza chuo hiki, hata kama kuna majengo machache yamekamilika, lakini mforce ili angalau baadhi ya vitu vianze. Na mimi nitakapokutana na mheshimiwa waziri pia mwenye dhamana ya masuala ya elimu haya, nitamueleza pia kwamba ni vizuri pale Kigamboni chuo kikaanza pia. Wizara, katibu mkuu nitamueleza, na hata Karasi atafanya pia mawasiliano na katibu mkuu anayehusika, ili pia kuruhusu fedha kidogo ziweze kumalizia. Vinginevyo miradi hii itabaki kuwa ni White Elephant Project. Kila mwaka itakuwa tunatoa maji, tunafanya kitu gani, lakini mwisho wataalamu wasaidie kutengeneza drainage system ambayo iko strong, drainage system ambayo itasaidia masuala mbalimbali, lakini zaidi pia isaidie storm water system ambayo inaweza kuwepo hapa kutoa maji yaliyoko hapa, maji ya mvua na kila kitu, kwa sababu kama ulivyosema hamko mbali kutoka usawa wa bahari. Mifereji hiyo isipokuwepo hapa, nyakati za mvua itabidi mwe mnafunga chuo kwanza, mvua zikiisha mnarudi tena kwenye chuo. Sasa hiyo itakuwa sio jambo zuri. Kwa mbuni mifereji hiyo mnani vizuri ili ianze kutekelezwa. Na pale mtakaposhindwa, mwasiliane mara moja na mtawala mkoa ili tuweze kuwasiliana katibu mkuu wa wizara anayehusika kwa ajili ya chuo hiki kuanza kazi haraka. Hizi ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameziratibu ili sisi tuweze kuzipata. Zisipozaa matunda leo, maana yake ni matusi kwake, ni matusi kwa nchi. Kwa ili kuavoid mkuu wa nchi kutotukanwa, maana yake ni lazima sisi chuo hiki kianze, ili kuthibitishia umma kwamba huu sio mradi ambao ni White Elephant, bali ni mradi ambao ni real, na tunataka Watanzania waje kwanza kusoma hapa na wapate hizo taaluma zao.